This is MWD Media, mwalimu wa dunia. Simba Yuda kachiranga pata ni ananga ndisa mkanisa mno na bola Simba Yuda orie musayo yelanga nga Simba Yuda Kuna myango we Simba wa Yuda no rusia filaro mberi yoko wingi ukiingia kwake lazima utoe viatu. Tamala nenyola lihuwero nelanja msiata na nilipata jambo hilo alikunipendeza nenzi aundi na nikaenda kwingine ya nbafya lijiko wakawasha jiko barako ya munyu wakaweka mtungi nibamala kurako mtungi bambola tsukamwa amati wakaniambia ni mwage maji amati nibachako khola makhwa kafu nikamwaga maji mle ndani wakaanza kufanya shughuli. Ndio kulondoka nande tishida tiandali nazo nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya shida nilizokuwa nazo shitianya lo kuwata ili ziisha lakini hazikuwahi kisha kuisha. ndikala maruha neira khoyo mwana mkhana kule ili ndoa yake ipate nafuu nende isaino ndakhola zi lakini ufumbwa ndatitanga ndakhola Pastor yomno wanze Yesu yokusaya. Pastor asante sana ulinionyesha kuomba. Kachiranga litomya Yesu bakana bafumu ni bure. Inanifanya namtukuza Yesu maana waganga ni bure. Hapo mkono kwa mwami ponyeni. Na uona mkono wa Mungu pekee. Mchame Yesu kukhorera yosi lyawe nya. Mpende Bwana atakutendea lolote unalolitaka. Mmera bamlanje Rosalia yuma no mwana w'umwami. Amen. This is MWD Media, mwalimu wa dunia. Wakati waliotosa
unayaponya. Asante kwa nguvu zako Mwokozi. This is MWD Media, mwalimu wa dunia. Understanding shall dwell in the congregation of the dead. Neno la Mungu linasema yule adumuye katika mahala pa ufahamu ataishi mahala pa Good understanding brings favor. kuelewa kuzuri huleta kibali. Hallelujah. 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 Today is a sacrifice day Siku hii ni siku ya dhabihu. where everything has been laid on the table. Kila kitu kimeweza kuwekwa bayana. It has been delivered from heaven. Kimeweza kutolewa mbinguni. It takes your signature of faith to be delivered. Inakugharimu tu kutia sahihi ya imani. Hallelujah. 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 The church of nowadays has a problem when it comes to faith matter. Kanisa la kisasa lina mashaka na matatizo People sana can kuhusu imani. teach and preach and do everything, but they don't Wanaweza believe in what they kuhubiri, lakini wasije wakaamini katika kile kinachohubiriwa. That is why we need as a church to go back to the raw faith. Ndiposa sisi kama kanisa tunapaswa kurejelea Raw imani. faith of our father Abraham. Imani halisi ya baba yetu. Raw faith of our Daniel, the Imani Bible. halisi ya Danieli katika Raw Biblia. faith of our Shadrach, Meshach and Imani Abednego. kama ile ya Shadraki, Meshaki na Abednego. That we are careful this king to answer on this matter. Kwamba tuko makini sana kuelekea swala hili. But we know, Kwamba tunajua even if you throw us into the furnace, hata ukitupa chochote katika our tanuru, God will deliver. Mungu atatupitisha. Even if he does not deliver, Hata asipotukomboa we shall not bow. hatutaweza kuchomea. You stay where God has called you to stay, even if it's 90 years. Unabakia pale ambapo Mungu amekusababisha kuwa hata kama miaka 90. These artificial things of running around looking for things is no more now in the kingdom. Kwa kidunia kikawaida Because kukimbia sasa. we are in the last days, the golden times of the church. Tuko katika siku makini na za mwisho za kiroho. Hallelujah. Hallelujah. So today is a sacrifice day. Siku ni siku ya dhabihu. Paul says we will not come to you with persuasive words of human wisdom, Paulo anasema hatutakuja kwa maneno ya kukurai tu ya kibinadamu, but demonstrating his power, lakini kudhihirisha nguvu yake, demonstrating the kingdom of heaven. kudhihirisha ufalme wa mbinguni. The kingdom of heaven is not in words. Ufalme wa mbinguni hauko It is in the power therein. katika maneno wala Can I nguvu. hear a better amen from somebody? Amina. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. There are laws in the kingdom. Kuna sheria katika ufalme. One of the greatest law that takes people higher Mojawapo wa sheria kuu inayoinua watu zaidi is the law of sacrifice. ni sheria ya kutoa. Somebody can do his best. Mtu anaweza kufanya kwa vyovyote vile He vizuri. can do his diligence. Anaweza kutoa kutokana na akili But yake. sacrifice means doing more than best. Lakini dhabihu inamaanisha kufanya bora zaidi ya Stretching a little bit more. kujitoa zaidi ya ulivyo. Nobody lives beyond his sacrifice. Kuna mtu anaishi zaidi ya kujitoa. Hallelujah. 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 It took a sacrifice to avert the curse in the time of Noah. Ilisababisha tu dhabihu ili kuweza kuondoa laana wakati wa Nuhu. Therefore something called a curse must be broken with a sacrifice. Kwa hivyo laana inavunjwa tu na dhabihu. Not just prayer, Si ombi tu, but a sacrifice. lakini dhabihu. So today God has ordained this day Kwa hivyo Mungu leo ameitia wakfu as siku hii a yearly Shiloh, kama Shilo ya where mwaka, people are going to get their delivery. ambapo mahali watu wanakuja. A sacrifice speaks on now. Dhabihu inazungumza kuhusu sasa. A vow speaks in the future. Ahadi inazungumza maisha ya And baadaye. if you give me a male child, Kwamba ukinipa mtoto wa kiume I'll render back to you. nitakurejeshea. I'm sacrificing today Ninajitoa leo. that if you give me a male child, Kwamba ukinipa mtoto wa kiume, Hannah is making a vow. Hana anatoa At the ahadi. same time is making a Kwa sacrifice. wakati ule ule anatoa dhabihu. Hallelujah. Hallelujah. And this woman Hannah went to sacrifice and her family every time yearly. Na huyu mwanamke Ana alikuwa akikwenda kutoa dhabihu na familia yake mwaka na mwaka. And her Elkanah family. Na ile familia You have seen testimonies here meona shuhuda hapa of the fruit of the womb. kuhusu kutokana na And ahadi ya they are Mungu. not all. Na sio haya yote. There was a young lady who came here with a cyst operated on. Kuna msichana mdogo alikuja hapa akiwa na dada yake amepasuliwa. And she, after again 5 years, Baada ya miaka 5 it again overgrew. tena ikaanza tena Then the kuweka. mother had now come to this church. Sasa tena alipokuja mama yake, And the girl could not sit, could not even stand, could not do anything. msichana akawa hajiwezi wala kusimama wala kufanya The chochote. girl was in university for Msichana the last alikuwa amekwenda year. katika chuo mwaka wa mwisho. And now I told my sister here that what makes you think that if she was operated upon at 16 years of age,
Sasa akawa anamuuliza unafikiria nini hata kama aliweza kupasuliwa akiwa na miaka 10. She's now 21. Sasa hivi ana miaka And it 20 has overgrown. na imekwenda katika What makes you think that when you operate again will not grow? unafikiri kwamba hata ikipasuliwa tena haitakuwa? We called her here Tukamuita hapa and gave her faith. tukampa imani. In Job 33 verse number 23. Ayubu 33:23 That if there shall be a messenger, kama kutakuwepo na mjumbe one among 1,000, mmoja kati ya to interpret to me the truth, ambaye ataweza kukalimani imani, then I'll find my ransom. basi nitapata uwepo wake. Hallelujah. Such powerful word, you say amen. Neno la muhimu hilo. Hallelujah. Amina. But even if the bones have stuck out, Hata kama mifupa imeondoka, but there is somebody who is going to interpret to you lakini kuna mtu anaweza kufanyia tafsiri that Jesus paid for you everything on kwamba the cross. Yesu alikulipia gharama msalabani. All the diseases, Magonjwa yote Jesus paid for them. Yesu alilipia gharama. So you don't need to carry what Jesus paid for. Haupaswi kubeba kile Yesu alilipia gharama. Hallelujah. 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 My bill in the supermarket has been settled. Kodi yangu kule hospitali imekwisha kulipia. So I don't need to go and pay again. Hapo sistahili kwenda tena kulipa kodi So ya I hospitali. told that girl that I know there are people who have spoken to you that you shall not give birth. Kamwambia yule msichana kwamba yuwajua kuna watu wamemwambia kwamba hatoweza kujifungua. God said go and be fruitful. Mungu alisema nenda na uwe mwenye kuzaa. Not go and be overfull. Na usikwende na kuwa tasa. So whether you have an ovary, you have no uterus, you have no what I know. Uwe na kizazi usiwe nacho kile mimi kama mtumishi wa Mungu Is najua. that you will give birth. You want to look like an angel. Ni mwanadamu hata ukataka kuwa kama malaika. God will always make sure you are a man. Mungu atahakikisha siku zote kwamba wewe ni mwanadamu. Joseph was almost perfect, Yusufu karibu awe mtimilifu. except for the pride and arrogance. Isipokuwa tu kwa kujiinua. Almost Joseph was almost a perfect man. Hali kadhalika walikuwa karibu awe God mtimilifu. will always falter you Mungu siku zote atakufanya to uonekane make sure mwanadamu. that you are a man. Ili julikane wewe ni mwanadamu. That is why Jesus says he did not commit himself to men because he knew what was in man. Ndio maana Yesu alisema hakujitoa sana kwa mwanadamu maana alijua kile kilichomo katika moyo wa mwanadamu. Dhabihu. A sacrifice. Dhabihu. A sacrifice. Dhabihu. Hallelujah. Hallelujah. It turns captivity round. Inatoa umateka. He turns round any siege. Inatoa hali yoyote ya kutekwa nyara. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Tukufu mrudie Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You must understand that God is never in need. Lazima uelewe kwamba siku zote Mungu hawi mhitaji. It's always man who is in need. Ni mwanadamu ndiye huwa mhitaji. Don't ever interpret and say, oh, these people want to make this meeting because they want money. Siku zote Mungu achoki nasi na kusema kwamba Mungu God is never in need of a man. Mungu hana uhitaji kutoka kwa mwanadamu. He is never in need. Hana uhitaji. He says in Psalms 50 verse number 10 to 12. Zaburi 50:12 yuasema. But if I needed an offering, kama ningetaka dhabihu, 1,000 rams of the hill are mine. Hallelujah. Hallelujah. If you want to be a high flyer, taka kuwa mpaaji wa juu, you must be instructed more. lazima upewe maagizo More. zaidi. More. Zaidi. More. Zaidi. More. Zaidi. And more. Na zaidi. Scripture says in Proverbs 4 verse number 18 that a path of a righteous man is like a shining star. Methali 4:14 kwamba njia ya mwenye haki ni kama nyota inayong'aa. And shines more. Na inang'aa And zaidi. more. Na zaidi. And more. Na zaidi. And more. Na zaidi. So understanding a sacrifice turns captivity round of people. Kwa hivyo kuelewa dhabihu. We don't require children here, please. Please, ushers, we don't require children here. Shemazi tusaidie kuangalia watoto. Please. The Bible tells me in Genesis 22. Mwanzo 22 Biblia inasema. Abraham, take your only son. Kwamba Abrahamu mchukue The mwanao. one you love best. Yule unayempenda sana. And go and sacrifice on mountain Moriah. Dhabihu katika mlima The Moriah. mountain I'll show you. Mlima nitakao And the kuonyesha. scripture says, and early in the morning Abraham departed. Maandiko yanasema na asubuhi No mapema. consultation ever. Hakushirikiana na mtu katika kutoa maamuzi. That is why this church, even if a president was a member of this church, he will not be consulted. Na ndio maana hapa kanisani hata kama rais angekuwa mmoja hapa If we are doing anything, even if you are a president, tunapofanya you can't be consulted. hata ukiwa rais hautaweza kuomba ushauri.
Did Abraham consult anybody? Abrahamu Including Sarah, her fiancée? hata na mkewe Sarai. Bible says raw faith, and Abraham departed. Yanasema imani halisi na Abrahamu akatoka. You can imagine a man of 100 years plus 14. Fikiria mtu wa miaka 114. Because now Isaac is 14. Kwa sababu Isaka ni miaka 14. So you can imagine if God tells a man 140 years, depart, and he departs on a journey of 3 days. Kwa hivyo fikiria Mungu anamwambia mtu mwenye umri mkubwa hivyo toka, na anaondoka. That is faith. Hiyo ni imani. Hallelujah. Hallelujah. And Abraham departed with Isaac. Na Abrahamu akaondoka na mwanawe Isaka. And took him to sacrifice him. Akampeleka kumfanya dhabihu. And when Isaac asks him, where is the sacrifice? Isaka anapomuuliza baba, wapi dhabihu? And Abraham says, God will provide. Abrahamu yasema Mungu atatupatia. And it again expounds and tells us that Abraham believed that God will raise that boy even if he dies. Na tena inaendelea kupanua na kusema kwamba Abrahamu aliamini Mungu angemuinua Isaka. A man who has never seen a scripture. Mtu ambaye alikuwa a man who has never seen a testimony. Mtu ambaye alikuwa hajaona. A man who has never read a Bible. Mtu ambaye alikuwa hajasoma Biblia. And how much can we do? Na sisi tunaweza kufanyaje How zaidi? much can Christians do, my brother, my sister? Tunaweza kufanyaje zaidi? We should be changed by scriptures. Stahili kufuatiliwa, kuongezwa imani na maana. Hallelujah. Hallelujah. And a sacrifice turns a promise into a reality. Na dhabihu inaweza kubadilisha ahadi kuwa hali halisi. A promise is turned into a covenant. Ahadi inabadilishwa kuwa ni agano. In Genesis chapter number 12, Abraham is given a promise. Mwanzo 12 Abrahamu anaahidiwa. In Genesis chapter number 22, Mwanzo 22 verse number 17, Abraham enters a covenant. Abrahamu anaingia katika agano. Hallelujah. Hallelujah. There is a promise and there is a covenant. Kuna ahadi na kuna agano. A covenant is an agreement between one and God based on well-defined terms and is sealed by an oath. Agano ni maelewano baina ya mtu na Mungu na imetiwa muhuri na kiapo. And God honors his covenant. Na Mungu anaheshimu maagano yake. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If there is anything God honors is his Kama covenant. kuna kitu Mungu anakiheshimu sana. In Psalms chapter number 89, Zaburi 89, the scripture says maandiko yanasema that my covenant will you not break nor alter the things that have come out of my mouth. kwamba agano langu halitawahi vunjika wala kubadilisha maneno yaliyotoka kinywani. Once I've sworn by my holiness, Yale niliyoyaapa katika utakatifu I shall never lie to my servant David. sitawahi kuweza kumdanganya So mtumishi Abraham wangu. gets into a covenant when he gives a sacrifice of Isaac. Abrahamu anaingia katika agano wakati anatoa And dhabihu. God swears by no any other person Na Mungu anaapa pasipo mtu but mwingine himself. lakini yeye mwenyewe. The curse of the nation was averted on the order of sacrifice. Genesis 8:21. Mwanzo 2:8-21. Every curse, a curse on the land that was proclaimed by God when Noah sacrifices, Kila laana ambayo ilikuwa imetangazwa na Mungu wakati Nuhu anatoa dhabihu. builds an altar Haya madhabahu and gets clean animals, na kuna kuwepo na wanyama ambao and he puts them on the altar of anaweka sacrifice. katika madhabahu. And God smelled a sweet aroma Na Mungu akanusia harufu nzuri kama and manukato. spoke and repented even. Akazungumza na hata wakatubu. I shall never have a curse again on the earth Kuwa anymore. na laana kama hii katika ulimwengu. Every curse in your life is terminated Laana today, katika maisha Lord. yako imeondolewa In leo. your life is terminated today. Imeondolewa leo. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Every curse is terminated. Kila laana A imeondolewa. curse of poverty is terminated. Laana ya umasikini A curse imeondolewa. of early death is terminated. Laana ya vifo vya mapema Perpetual imeondolewa. sickness is terminated. Laana ya maradhi In the imeondolewa. name of Katika Jesus. jina la Yesu. Thank you, Father. Glory to the name of the Tukufu Lord. kurudie So Mungu. a curse over the sacrifice as you give the sacrifice to God. Kwa hivyo First of all, bringing yourself, your body as a living sacrifice and sacrificing on what God has given you. Kwanza mwenyewe utoe mwili wako kama dhabihu kabla ya kutoa kile ambacho Mungu amekupa kama God dhabihu. changes a story on the altar of sacrifice. Mungu anabadilisha So masuala every yako time kutokana you na- see your life is in a siege, unapoona maisha yako yametekwa nyara, things are not moving, mambo hayakwendi, you are already in captivity. ungali katika hali ya Now ask mateka. God, what can I sacrifice? Ulize God, what Mungu, can ninaweza I, kukutolea nini kama dhabihu? can I bring? What can I bring? Lete nini kama dhabihu? Glory to God. Tukufu kwa Mungu. Remember, a sacrifice is not the avoid. What happens on the altar of Nini sacrifice? kinafanyika katika madhabahu?
It's a place where God swears a sworn blessing. Ni mahala ambapo Mungu anaapa baraka ya kuapa. It's an altar where God proclaims a sworn blessing in Genesis 26:16 to 17. Mahala ambapo Mungu anatoa tangazo la baraka ya kubarikiwa katika Mwanzo. God had told Abraham that I've seen your obedience, Abraham. Na Mungu akamwambia Abrahamu kwamba Ibrahimu, nimeona utiifu wako. Look up in the thicket. Angalia juu mbinguni. And there is a ram. There is a ram to sacrifice. Kuna pale kwa mwana kondoo So kutolewa kama in the dhabihu. kingdom of God you cannot have what you don't see. Katika ufalme wa Mungu huwezi kuwa na kile ambacho huwezi You cannot have what you don't see. Huwezi kuwa na kile ambacho ukioni. Where you go is a function of what you have seen. Pale unapoenda ni matokeo ya kile ulichokiona. That is why God tells Abraham, look northwards, southwards, eastwards and westwards. The land you see do I give you. Ndio maana Mungu anamwambia Abraham, angalia mashariki, magharibi, kaskazini na kuzini, kile ambacho umeona. And we are not talking about physical eyes. Hatuangalii macho ya kawaida. Because you can't see the north. Kwa sababu hutaona kaskazini. Can you see the end of south? Unaweza kuona mwisho wa kusini. You can't. These spiritual eyes. Tunaangalia macho ya kiroho tunayazungumzia. Ephesians 1:17. Efeso 1:17. I bow down my knees and pray that my God may give you a heart of understanding. Na kwenda katika magoti yangu na kuomba kwamba the eyes of understanding be enlightened. Kwamba macho yako ya kiroho yaweze kuongezwa. That you may see the hope of his calling. Kwamba upate kuona and the riches. Na ule utajiri. And the riches. Na utajiri. That are in Christ Jesus. Ambao umo katika Yesu Kristo. If you can't see the riches, you can't have them. Kama huwezi kuona utajiri, huwezi kuumiliki. If you can't see what God has in store for you. Kama huwezi kuona kile kilicho katika gala la Mungu. You can't see. Even if you come, you take. God will always test you. Puts here 50 bob and he puts here $1 billion. You take 50 bob and run away. Huwezi kuona and you leave $1 billion. Kupa milioni na shilingi 50, unachukua shilingi 50. That is the kingdom principles. Hizo ni sheria na kanuni za ufalme. Ni kama kufurahi kuku mzuri, huwa naambia ndugu wangu hapa kwamba ni kama mtu amefurahi kuku, amepika fry, ameweka kwa beseni hapa. Na zile intestines zile zenye hajatenga hata hajatoa ameweka hapo, si ndio? Kuku akitoka huko atachukua gani? Atachukua intestine na anakukimbia nayo. Na ameacha kuku fry hapo. Every time God blesses you, kila wakati Mungu anapokubariki, don't look at the blessing that he has put there and settled there. Usiangalie baraka alokupa na kubakia pale. Look at the store. Angalia gala. What is there? Kwenye gala. Don't take one blessing and run away. Angalia baraka moja na ukweli. Look at what is in store. Angalia kilicho galani pa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I still come to the path of the just man is like a shining star. Bado anarejelea pale kwamba njia ya mwenye haki and shines more inayong'aa and more na zaidi and more na zaidi and more na zaidi into a perfect end. Katika mwisho mzuri. Glory to God. Tukufu mrudie We are talking about the altar of sacrifice. Angalia kwamba a sworn blessing. Yani nobody can be able to stand on the way. Kuna mtu anayeweza kuzuia. Because God swears by himself that surely Abraham will bless you. Mungu anaapa mwenyewe kwamba kweli kwa hakika Abrahamu ninakubariki. Number 4. God stopped the plague over Israel. Mungu alisimamisha pigo juu ya Israeli by an altar of sacrifice. Kutokana na dhabihu. Remember when the angel of God was killing the people in Israel and David went to inquire of God. Kumbuka wakati malaika wa Mungu alikuwa anaua watu Israeli na Daudi akakwenda kumuuliza Mungu. And God told him, Mungu akamwambia Daudi, that now there is a man who will give a sacrifice. Sasa kuna mtu atakayetoa for them to burn on the altar and then the plague shall cease. Ili ipate kuteketezwa madhabahu. And David being a man who has understanding said, Daudi akiwa ni mtu ambaye ana ufahamu. God says in Jeremiah 3 verse number 15 that I shall appoint for you pastors and teachers who shall teach you the word of God and understanding. Mungu anasema kwamba nitawaleteni walimu na wachungaji ambao watawafundisha neno la Mungu. That is why the kingdom of God is not just about teaching the word. There must be understanding involved. Maana ufalme wa Mungu si kufundisha, understanding. Kuwe na ufahamu. Understanding where you go is a function of the depth of understanding. Ufahamu ni muhimu kwamba unakokwenda kina chake kinathaminiwa na ufahamu. Very important. Muhimu sana. So every time the word is going like this, the angels of God are taking that word and planting in them that have faith.
and them that are believing in heart. kila neno linapohubiriwa malaika wa Mungu wanachukua lile neno na kulipanda Because katika God imani. confirmed the words of his servant. Sababu Mungu huthibitisha maneno ya The mtumishi. people who are alert in the spirit, Watu walio makini katika roho. the angels of God are just planting in their Malaika wa hearts Mungu wanapanda and katika- releasing na kuachilia. and taking whatever that is crooked and putting it right. Chukua kila kilicho kibaya na kuweka The angel have takes your word. kama vile malaika wanavyoteua na kuchukua maneno. That is why you see in Acts chapter number 10 that there is something that Cornelius did Ndio maana katika Matendo 10 kwamba Kornelio alifanya maneno haya to us to confirm angels to come. ili kuweza kuthibitisha malaika kuja. So you can see that prayer must pass through the Kwa angels. hivyo unaweza kuangalia kwamba lazima maombi yapitie kwa But malaika. when we are praising God, Lakini tunapomsifu Mungu, when you are praising his praises, unaposifu you sifa are zake, dancing to him. unamchezea God literally comes Mungu down. mwenyewe haswa So yushuka. that means there is no power of darkness that can stop him. Inamaanisha hakuna nguvu za giza zinaweza So kumzuia. the angel can stop the prayer request you are making. Malaika wanaweza kuzuia maombi yako, But when you are praying lakini with unapoomba, understanding, when you are singing, I mean, unapoimba, when you are singing and dancing and praising God, poimba na kusifu na kumuinua Mungu, you inhabit God, you invoke God's intervention. unamchochea Mungu, unauchochea uwepo wa Mungu wenyewe. That is why Paul and Silas, with understanding of what the kingdom principles are, Ndio maana Paulo na Sila katika hali ya did kuelewa not kanisa, just pray. hawakuomba. They not that Paul needed, no, Si kwamba that Paulo your fruit may abound on your account. kwamba tu kitu kiwepo katika maisha. Hallelujah. Amen. Glory to God. Utukufu mrudie I Mungu. see God meeting all the needs in your life in Na the name Mungu of Jesus. akitimiza kila kitu katika In maisha the yako, name of katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. It is an altar of sacrifice Madhabahu ya kutoa that gave a Shunammite woman a baby boy. ambayo ilipeana mwanamke Mshunami On mtoto wa altar kuume. of sacrifice. Madhabahu ya kutoa. Because this woman saw the man of God and said, can we make for him a house? Mwanamke huyu Mshunami aliona mtu wa Mungu na akasema It tuweza was on the kumtengenezea. verge of even collapse of her marriage. Ilikuwepo hata kwa sababu She ingesababisha- went ahead and even invited a man aliendelea to a house. kukaribisha That nyumbani. is a sacrifice. Hiyo ni kujitoa. Hallelujah. Amen. 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 So when that woman puts up a house for Elisha, Huyu mwanamke anapomtengezea Elia nyumba, and kings are always a habit of they don't speak on an empty stomach. na unajua siku zote wafalme wanakaa pasipo hawa. Kings don't speak on an empty stomach. No. Siku zote lazima Kings wale feed wafalme fast. wanakula washibe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When the three angels had started and feasted on the kachumbari ya Sarah, Wakati malaika watatu walikuwa wamekwisha kula vyakula vya Sara, what happened? nini kilifanyika? Abraham ran and dressed a heifer, Abrahamu alikimbia kama and Sarah made a very good soup. na Sarai akatengeza mchuzi. Sarah did not complain that, you see, we have already had lunch. This Abraham here, you love friends. Sarai hakunungunika kwamba tumekwisha kumaliza chakula cha She mchana. went to the house and dressed everything nicely, Alikwenda kule chumbani na kuangalia kila kitu and vizuri. used her experience of years Kaangalia ule utaalamu wake wa miaka to make that soup. kutengeneza ule So mchuzi. when the kings had now eaten, Wakati wale wakuu walipokuwa wamekwisha kula, now the kings can speak. sasa wale malaika A wafalme wa time like this next year, wakati kama huu mwaka ujao, you have a son. Sarai una mtoto wa kiume. Hallelujah. Haleluya. Fleet of industries. Mtu aliyekuwa na viwanda vingi. How do I know Paul was a rich man? Mtajuaje kwamba You Paulo remember in alikuwa tajiri? Acts the Bible says, and he lodged and paid for the lodging bill for 2 years, Matendo ya Mitume anasema kwamba alilipia hata vyumba vya kulala kwa and miaka was miwili, preaching na alikuwa akihubiri and boarding there for na years. akiwa pale yualala kwa So miaka. that is why he says that I needed no gift from you. Maana anasema hakuhitaji hata tunu kutoka kwenu. Giving is not a donation. Kutoa sio hali ya kufadhili. Giving is not you are donating. God is not poor to receive donations. Kitolea Mungu hujamfadhili. Mungu si masikini wa That kufadhiliwa. understanding must always rule you. Kwamba uelewe kwamba siku zote ni mtawala God wako. is not poor to receive donations. Mungu si masikini wa kufadhiliwa. Giving is a spiritual transaction Kutoa ni hali ya kiroho that provokes the heavens to respond. ambayo inachochea mbingu So that kutekeleza. understanding should be able to rule members, so that when I'm not there, there's nobody who can give. It's me who holds that charge. Siwe mtu wa kujigamba kwamba haupo. Kama usipokuwepo kanisa halipati If I'm matoleo. not there, if I'm not Kama there. sipo kanisa. You see, I was away on a seminar in US for just 3 weeks. Wakati You see what has happened? Nothing's Kwa happened. Marekani hakuna kitu kilifanyika. Giving is not a donation.
Kutolea Mungu si kumfadhili. No, that is a spiritual principle. Hasha, hiyo ni kanuni ya In kiroho. this kingdom you lose to gain. Na huu ufalme unapoteza ili kupata. Hallelujah. Hallelujah. Because when you are giving, you are losing part of your money. Unapotoa, unatoa, And incidentally you are gaining in the kingdom. na katika uroho unapokea katika Glory ufalme. to the name of the Lord. Amen. The church and pastors help members not to walk in pride. Wachungaji wanasaidia sana washiriki kutembea bila kuwa na kiburi. Nobody is larger than his meekness. Hapana mtu mwingine mkuu kuliko unyenyekevu wake. There is nobody larger than your meekness. Hakuna mtu mkubwa kuliko The unyenyekevu. scripture says Moses was the meekest man Biblia inasema on a planet Earth. Musa ndiye alikuwa mtu mpole sana katika Hallelujah. dunia. Moses was the meekest man. Musa alikuwa ndiye mtu mpole. Look how the man is. Angalia jinsi Musa. Moses is one of the 24 elders in heaven. Musa ni mojawapo ya wale Hallelujah. 24. Even his body, when the angels were contending for it, they could not get it. Hata mwili wake wakati malaika walikuwa kiangalia hawakuona. Because God knew very well Israel is going to make a religion very powerful. And even when Jesus comes, nobody will hear. Kwa sababu Mungu alijua kwamba Israeli ingefanya dini kuwa kitu So mkubwa. God took that body. Kwa Mungu akauchukua ile mwili. Wherever he buried, you will get it in heaven. Popote alipouzika utaupata. Go to heaven and ask, where did you take the body of Moses? Enda mbinguni muulize Mungu uliweka wapi mwili. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amen. You can imagine 97% of Israel now is religion, is Mosaic religion. Unaweza kuangalia 97% ya Israeli sasa. So you ni can imani imagine ya if dini. God would have allowed the body of Moses to be buried and his tomb to be found there. Sasa unaweza fikiria kama Mungu angeruhusu mwili wa Musa Nobody would kaburi convince kwa. anybody that is be a prophet greater than Moses. Hapana mtu angeweza kushawishika kwamba kutakuwa na nabii kumliko Musa. And the devil knew. That is why he contended over the body of Moses in the book of Maana Jude. alificha ule mwili wa When Musa. you read the book of Jude, the Bible says, and the Satan contended over the body of Moses, and the angel had to come, the greater angel himself. Yuda anasema na ilibidi malaika mkuu mwenyewe Michael himself had come and rebuked him. Mikaeli mwenyewe alikuja na kumkanya. That is why it's very important Na hivyo ndivyo ilivyo for you to muhimu understand. ili wewe kupata. The altar of sacrifice restores your health. Madhabahu ya matoleo hurejesha afya It yako. restores the health of somebody. Hurejesha afya You yako. read that in Isaiah 58 verse number 6. Katika kitabu cha Isaya 58. As Isaiah chapter number 58. Isaya When you read 58. there, you see that God is talking about is this not the fast that are ordained to break yokes and bondages. Pale Mungu anazungumzia si hivi ndivyo ambavyo unapaswa kufanya ili But kuvunja how vifungo. comes my people pray and fast and don't get results? Lakini jinsi gani watu wangu wanafunga na kuomba lakini hawapati? Because you have neglected the widows Kwa sababu umewaacha wale ambao and ni you have wajane not clothed the poor. na haujawavisha wale ambao ni maskini. Hallelujah. Hallelujah. So among the fasting and praying, you should punctuate more Kwa hivyo miongoni mwa vitu muhimu unapaswa kuzidisha on sana. remembering the widows, Kuhusu remembering the less wajane, privileged, wale ambao hawana and mali, remembering the poor. na kuwakumbuka masikini. Glory to the name of the Lord. Kumrudie Mungu. Blessed is the man who remembers the poor, for he shall keep him even in the bed, on the sick bed. God will keep you. Amebarikiwa mtu anayekumbuka masikini na hata Mungu atamuhifadhi hata katika hali ya ugonjwa wake. Hallelujah. Amen. But for you to play, Na katika agano for you to kuna realize sehemu the privilege of the covenant. ya wewe kutekeleza ili upate kugundua kwamba kuna maagano. Prosperity answers on the covenant is not a promise. Mafanikio katika agano sio ahadi. It operates on the pulpit of the covenant. Inafanikishwa kutokana tu na jukwaa You la commit maagano. God's integrity to perform. Unathibitisha uwezekano There wa is a Mungu part kutenda. which you have to play Kuna sehemu unayopaswa kufanya for you to commit God ili uweze kumhusisha Mungu to perform. kuweza kukutekelezea. Very important. Muhimu, Very, very important. muhimu sana, Very, very important. muhimu sana. A covenant. Maagano Very important. muhimu. So today is our day of sacrifice. Kwa leo ni siku yetu ya dhabihu.
and you have come to this mountain. na umekuja katika mlima huu. You can imagine that the mountain that Abraham was sent to go and sacrifice Isaac is where Jerusalem is built now. Pale mahala Abrahamu alikwenda kumtoa dhabihu Isaka, And is where Jesus was crucified. na pale ndipo Yesu aliweza kutiwa msalabani. That is why Jesus said that even Abraham saw this day. Ndio maana hata Yesu akasema hata Abrahamu In his prophetic eyes. Abrahamu saw katika this macho day yake today. aliona siku kama hii leo. Glory to the name of the Lord. Tukufu kwa Mungu. So let us understand Christianity is not an emblem. Kwa hivyo tuelewe kwamba Ukristo sio hali ya kukua na hali ya kujinungunikia. It is a journey with God. Ni safari na Mungu. It's a journey. Ni safari. Glory to God. Utukufu kwa It's a Mungu. destiny. Ni hatima. Glory to God. Utukufu We kwa know Mungu. that we must walk with God to fulfill not our ambition but the vision of God. Unajua tunapaswa kutembea na Mungu si kutimiza matamanio yetu. Always lakini bringing mahitaji. souls into the kingdom. Lete nyoyo katika ufalme. Anybody bringing souls into the kingdom, Yote anayelete mioyo katika falme. it commits God to answer your prayers. Inamfanya Mungu kujihusisha kutimiza Because he says in John chapter number 15 verse number 16 katika Yohana 15:16 that you are now my friend, not a servant. kwamba wewe sasa ni rafiki yangu wala si That you mtumishi. go and bear fruit. Kwamba nenda na uzae matunda. And not just bear fruit, that fruit must abound. Na si tu kuzaa matunda lakini yale matunda ya dunia. And if that fruit abounds, Na kama yale matunda whatever you ask of my chochote Father, unachomuuliza baba yangu I shall give you. nitakupeni. In Daniel chapter number 12 verse number 3, Danieli 12:3 Bible says that them that turn many to righteousness shall shine like stars. Biblia inasema watakao wabadilisha wengi kuja katika ufalme. So you want to enlist yourself on the list of shiners. Nataka kujiingiza katika orodha Be ya committed wanaong'aa. every month to one soul to the kingdom. Jaribu ulete nafsi moja hata One mwezi. soul every month. Kila nafsi ije Tell kwa mwezi. God, I want to renew my walk with you. I want to have one soul every month. And that soul must be prayed and must abound. Na liwe likiomba lile roho kwamba lije kila And mwezi. God shall be with you Na Mungu always. atakuwa Not nawe always. kila wakati. Always. Kila siku, Always. kila wakati. Always. Kila wakati. Always Kila different from always. Kila wakati tofauti na If your version talks about being thankful to God always, go and throw it. It must be always. lazima iwe kila wakati. Rejoice in the Lord always, Furahini not katika always. Bwana kila wakati. Hallelujah. Yeah. Very important. Muhimu sana. And Jesus recommended himself and said that go to the world and make the world my disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Na Yesu akathibitisha kwetu na kusema And nendeni remember, katika I shall be ulimwengu. with you always, and to most parts of the end. Mwabatize na nitakuwa nanyi kila wakati. Glory to the name of the Lord. Tukufu mrudie Mungu. So we'll go to the next session, Kwa hivyo tutakwenda katika where sehemu we are going to have anyone who will have a sacrifice will be able to give. hapa. Yeyote My atakuwa na ushers dhabihu, can come forward anaweza and kuleta, mashemazi and wakaja. please, you can start setting yourself. This is MWD Media, mwalimu wa dunia.